Leo nataka niseme dalili mbili ambazo zimefanya watu wamekuwa masingomaza mtaani kwetu, kwenye nchi zetu. Dalili ya kwanza ni kuolewa kwa mtu kwa sababu ya vitu au kwa tamaa. Mwanamke anapoolewa kwa vitu au kwa tamaa, vinapoishaka vile vitu, upendo haupo tena. Mwanamke akiolewa kwa sababu ya vitu, vile vitu, ngoja nikwambie kwamba kinachoweza msimamisha mwanamke kwenye ndoa ni busara ya mwanamke, ya mwanaume katika maisha. Hata kama mtu ana vitu, utaolewa leo, kesho atakusimanga kwa vitu, vile vitu havitakuwa na thamani. Dalili ya pili ni kukoswa maarifa au hekima. Manamake mengi kwa sasa hivi hayana maarifa, hayana hekima, na ndio maana li mwanamke la mtu linaibiwa na li mwanaume lingine, li mwanamke hilo linaenda linaliwa. Nyampavu, kukosa busara. Haujui wakati huu inabidi nishuka kwa mume wangu niongelee vizuri, haujui namna gani mjibu mume wangu, haujui. Kukosa busara. Haujui wewe ndiye ambao unaweza kuwa chanzo cha mafanikio kwenye ndoa, haujui. Kukosa busara. Mwanamke sasa hivi yako ndani ya ndoa, yanazini na wanaume wengine. Nyambavu sana hawa, nyambavu sana.